Awali ya yote kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kukutanisha tena kwa mara nyingine siku ya leo katika semina yetu hii ambayo ni kuhusiana na kukumbushana na kujengeana uelewa kuhusu masuala ya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu Novemba 2025. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kukutana na wanahabari, angalau tukumbushane. Tunajua tunaelewa, lakini tukumbushane wajibu wetu kama wanahabari katika mapambano dhidi ya rushwa, hasa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Lengo kuu la semina hii ni kukumbushana, kama nilivyosema, wajibu wetu wanahabari katika kuzuia vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu Novemba 2025, ambapo wote tunaelewa tunaenda kuchagua madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo semina hii hasa tunataka wanahabari, hasa mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo nyie wanahabari ambao mko karibu sana na wananchi, tunaamini kabisa kama mabalozi wetu mna nafasi kubwa sana ya kusikia au kuona vitendo vya rushwa vinavyoendelea huko kwenye harakati za kuelekea uchaguzi mkuu. Naamini kabisa wanahabari tunaishi na wananchi huko kwenye kata, kwenye majimbo, tuko na wananchi kwa karibu sana, na wanahabari wengine tunashiriki hata katika kampeni au masuala mengine yote kuelekea uchaguzi mkuu. Kupitia semina hii tutapitishwa kwenye dhana ya rushwa, lakini pia tutapitishwa kufahamu taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Tunajua mnaijua, lakini mjue hasa majukumu yetu ni nini, na hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba 2025. Na pamoja na hayo tutapitishwa pia kufahamu baadhi ya makosa ya rushwa katika uchaguzi. Sawa? Kwa maana hiyo tukielewa makosa ya rushwa ni yapi wakati wa uchaguzi au kabla, yani mimi kuelekea uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, vyote hivyo tunaviangalia, sio wakati tu wa uchaguzi, lakini kipindi hiki hasa cha kuelekea uchaguzi. Tunaelewa kipenga bado hakijapigwa, lakini kuna watu wameanza kujipitisha huko mtaani. Nadhani nyewe mnajua na mnaona. Tunapaswa yote hayo kuyafichua. Lakini pia sisi kama wanahabari, sisi wenyewe tunatakiwa tuwe mstari wa mbele. Mwanahabari ukipofushwa kwa rushwa, hautaweza kuandika au kutoa habari za vitendo vya rushwa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi kinachoendelea katika mkoa wetu. Tunatarajia kupata viongozi bora na sio bora viongozi. Viongozi bora watapatikana pale ambapo haki itatendeka. Wananchi wamtambue mgombea ambaye anaenda kugombea hiyo nafasi ya uongozi, ambaye ana uwezo wa kuweza kuwasimamia na kuleta maendeleo katika mkoa wetu wa Morogoro. Lakini rushwa ikitembea, michezo michafu ikifanyika, watu wakirubuniwa kwa pesa, kwa vifaa, kwa nguo na nini, watu wanapofushwa macho, hata waandishi wa habari wanapofushwa macho, kalamu zitateleza, hatutaweza kuandika na kutenda haki. Matokeo yake tutawapamba wasiopambika ambao hawafai, na tutawafukia wale ambao wanafaa. Uongo jamani? Wanahabari. Kwa maana hii semina hii pamoja ni katika kushirikishana. Jukumu letu kama tulivyosema kwenye slogan yetu, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Naamini baada ya semina hii tutapata taarifa nyingi na tutatenda haki. Hatutamuonea mtu. Kusipokuwa na rushwa, tusipopofushwa, tutatenda haki, tutaandika yaliyo kweli na tutafichua vitendo vya rushwa, hata zile dalili za vitendo vya rushwa tutapata taarifa kama TAKUKURU. Tunaombeni sana muwe mabalozi wetu wazuri, na semina hii iweze kutusaidia kusonga mbele na hatimaye kupata viongozi bora na kutuvusha katika harakati za kufikia maendeleo. Wanahabari, mimi nitazungumzia majukumu mawili ambayo mkiyabeba vizuri tutafika. Moja ya jukumu lenu nyinyi ni watu kushinikiza kuhusu uwajibikaji. Nyinyi ndio sauti ya wasio na sauti. Nyinyi ndio jukwaa la wasio na sauti ambao sauti zao hazisikiki.
Ni bado kama wanahabari, kama sisi watu wa TAKUKURU, lazima kama tunaona sheria zina mapungufu, lazima tupaze sauti yetu kueleza kuna mapungufu katika nini, katika sheria, kwa sababu hii nchi ni yetu sote. Nyie mkikaa kimya, hata TAKUKURU akipaza sauti vipi na msikisi ya ndani. Sababu sisi tunaweza tukaandika, tunapeleka serikalini, tunaweza katika kuelimishana kawaambia wananchi, lakini mimi wakati nawaambia wananchi 200, Tanzania ina watu milioni 60 na bila nyinyi ambayo mnaweza kusababisha hata robo au nusu ya kitu yani ya wananchi wanisikie, ina maana ni kazi bure. Ndio maana nasema nyinyi ndio mna balance, mwili wenu una balance hata amani ya nchi hii. Tunaenda kuchagua wabunge ndio wanaotutungia sheria. Ni sisi sasa kuambia wananchi, sisi na nyinyi tunahitaji mbunge wa gani. Uchaguzi ni mchakato. Filimbi ilipulizwa, tulianza kujiandikisha. Natoka kujiandikisha, vyama vitaambiwa haya sasa teueni nini? Wagombea wenu. Wakiteua wagombea, tutaingia katika nini? Kampeni. Tukipiga kampeni, tutaingia katika kupiga kura. Tukipiga kura, atatangazwa nini? Mshindi. Ule wote ni mchakato hadi anapopatikana mshindi. Na katika mchakato karibia kila stage kuna rafu na vitendo vya rushwa ambavyo vinafanyika.